ngai hopokin na yerwa dwene wai lokiye ishirita na migi ngulukoni anala mikiare nikipo. Kwa kubwa ni kwamba mimi niko pamoja nao, kwamba kila ambacho wanasema wengi ndio niko upande wao. Waendelee kupata elimu, waendelee kutukaribisha wataalamu, kuendelea kuwaelimisha kuhusiana na biashara ya kaboni kwa sababu ni kitu kizuri. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wananchi wa kijiji cha Elwai kata ya Monduli Juu wilayani Monduli kwa pamoja wamekiri kukataa mradi wa kaboni unaohusisha uvunaji wa hewa chafu katika nyanda za malisho. Wakizungumza katika mkutano mkuu wa kijiji hicho kilichohudhuriwa na wananchi wa vitongoji vyote vya kijiji hicho, wataalamu wa kijiji wa pamoja wametoa kauli moja ya kutohitaji mradi huo, kwani wamedai kwa sasa wana ardhi ndogo na ndio wanaotegemea, lakini pia wamesema wamekuwa na wasiwasi juu ya mradi huo kwani mkataba unaonyesha kuwa ni wa miaka 5. Wananchi hao wameendelea kudai kwamba kinachoshangaza zaidi ni fedha zilizoingizwa katika akaunti ya kijiji ili hali wao hawajakubali mradi huo katika kijiji hicho. Aidha, kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji hicho cha Elwai baada ya kufungua mkutano huo, wananchi hao wamemtamkia kwamba kama kiongozi wetu hatuhitaji mradi huo, ndipo naye akatoa neno moja tu kwamba niko pamoja na wananchi wangu walio wengi wapeni, mwisho wa kunukuu. Katika mkutano huo mkuu wa kijiji cha Elwai kilihudhuriwa pia na wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya Monduli, akiwemo pia mwanasheria wa wilaya hiyo, ambapo kwa pamoja wamejikita katika kutoa elimu ya umuhimu wa mradi huo kwa kijiji na halmashauri kwa ujumla. Lakini elimu hiyo haikuzaa matunda kwani bado msimamo wa wananchi uko pale pale. Aidha, wataalamu hao waliendelea kushauri kwamba huenda wanakijiji hawakatai mradi huo, bali ni elimu zaidi inatakiwa kutolewa juu ya mradi huo ili kuweza kujua faida utakazopata kama kijiji, ikiwemo kutunziwa nyanda za malisho na asilimia ya fedha kuingia katika kijiji hicho. Mimi kwa jina naitwa Namnyak Jeremia Gochicha. Mimi hapa kimeniuma sana kwa sababu kama sisi kama uongozi tunaweza tukachilia ardhi kwa kampuni katuchukulia hivyo, na wananchi tumezaliwa hapa, kitovu kiko hapa, watoto tuko hapa, tuna watoto wadogo bado wanahitaji kula. Sisi tumezoea kushika jembe na kulima ndio tupate kula. Sasa tukiweza tukinyang'anya sasa hivi ardhi, hawa watoto tunawapeleka wapi? Mimi naitwa Noah Paya kutoka kijiji cha Elwai. Ni mjumbe wa kamati ya siasa kata na mimi mkasi wa Elwai, kitongoji cha Olosoito. Shirika la kaboni aliingia kijijini kama geni kwetu, lakini tulipojua kwamba sehemu inasunguka katika vijiji, tukaisikia kijiji chetu waliwekwa mkataba na mwenyekiti. Hivyo basi hiyo kitu imetokea, hatujafurahi na wananchi wa kijiji hiki wamekuja ofisi yetu ya kata, kaja kulalamikia, tukaita kikao, tukakaa chini, tukaisikiliza wananchi, wakasema mwenyekiti aliweka na akaenda Simanjiro. Alipoitwa mwenyekiti aliokuwa ametangulia akashinda kupata uongozi huu. Sasa anapoambiwa na wananchi kwamba mkataba hatutaki, tutaambiwa andika barua. Usitishe mkataba kwa sababu wenyeji hawataki mkataba. Juzi tukasikia kwamba mwenyekiti wa kijiji hiki ambaye wananchi wamechagua amesitishwa, wamelalamikiwa na DC kwamba lazima hakubali shirika la kaboni. Hivyo na sisi hiyo ikatugusa kwamba hata tunasikia kwamba watu wanasema shirika la kaboni si lazima ni hiari, lakini sasa kwa mwenyekiti mpaka ukubali tunaomba waandishi habari wajue kwamba sisi kama wana Elwai hatutaki shirika la soya. Majina anaitwa Mwalimu Lendoi,
natokea kijiji cha Elwai na mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Elwai. Nilipokea au nilisikia mradi wa carbon. Nasikia ilianza mwaka 2023 mpaka mwaka huu ndio watu wanazungumzia, lakini mimi kwa niaba yangu mimi sikupenda mradi wa carbon kwa sababu sidhani kama vijiji vyote vipo. Na kingine sioni manufaa ya carbon. Kwa nini nasema sioni manufaa? Kwamba hatukuwahi kwenda kuomba miradi ya carbon. Pili, ingekuwa vijiji vyote vimepokea carbon ingekuwa ni bora. Kwa sababu kata wilaya Monduli ina kata 20 na vijiji 62. Je, vijiji vyote vimepokea carbon? Hakuna. Pili, nasikia kwamba akaunti ya kijiji cha Elwai ina milioni maybe 51. Kwamba hizi hela imeshindikana kwa wenyewe haijashindikana. Naona kwamba hili swala linakuwa lazima kwa sababu paka mwenyekiti wa kijiji anaenda anatishwa na viongozi wa juu kwamba usipolitikia hili jambo unakufa madaraka. Ndio maana wananchi wote leo wamekuja mradi wa carbon kwamba hawataki. Naomba kwa hapo niishie hapo. Allah isi kubariki mwenyekiti ala vile. Ore mwa nikampate wetu pia katika jamaa donde ngai man kara. Ngapa kuna. Ore anko selo itu. Mimi ko hali. Jadi mereka dari dengan donde ya. Itu ranjing kara. Neme rangkangi dina rindera genggereki. Ore ni kite ko monok. Ai ginte de rade mi yego lo ina igapo. Ni yewu ame wona le yo. Telan kop en kiti ne yonni kiara ore ngara ngere le bro te jara anti en pirikion kop migi yuga bola migi yele ne gibi ngi shu ami gara le kay dengi le ngere ngere ngori dengi le kiara yuga masai me woruni yoga ngulu gonya intere ranalin naranga dunya don kan kaji kan moro yok tiar bang kangiti eranga dunya bokin ori kiye yedi ngara yai longere ne na rubuko ite ngara ande ndera yako meya kopa meya yango ni giro yitu ngara oro lungani ola de agake hagre kanis kirede ro mella nako imundu lidu eluai kirede ro melu ay kirede ro melu mello ay kintereta egu yabura hiyelariko ay selele o ngori denko o de ro melu anadalda sifara kirede ro mella kopa Melo melen kopang iruburu dundo mono megure biana bereng kara na woro ki yori wala kono loiru kirede rona kirede ro melen kop dumba toy soni ndere ore gitiene o inori ki yekin terela ore ki yiri kin terela le kullu jodi ala loiru amore raranji ngara ni ro meleleti ora yor na ro de ara ro ba ge kiti ora hingishu na ndo bengla na pasai ba ka mene ko nu yawru yo kanyo grasa mi ga ndo ke ni ga sarare ne pe ko nu yawru yo ngulu goni na nya ngi yo kr pasai amene ko nu ya ngulu goni hinanya shi kanya rasa nyana kidoiro ora ngoni kiti melo amore rara nya ngulu ro mere neti ora loya mudwa ngara ngange menya keti a mere ngangenye Kaka mane konu ya urungu kwenye kayeje mikiara ikiteje mikiyo melen kopa melo mela mikiare nikiti na ikiranya mikiyo ngaiho ore ngaiho pookin na erudwe ne woi lokiye ishirita na mikiyo ngulukoni anala mikiare nikipo Jina naitwa Ngisha Sinyo, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Raumai. Wananchi 105 ambayo alifanya katika kikao hawakujulishwa kwamba hela inaingizwa kwenye akaunti. Walifanya tu kama kutoa elimu na kwenda kusainisha nje ya mkutano kwamba tayari wananchi wa Elwai wamekubali shirika la carbon. Hivyo basi baada ya hapo wananchi kusikia kwamba shilingi milioni 51 na laki 232,176.5 kuingizwa kwenye akaunti ya kijiji cha Elwai. Walimuita mwenyekiti na kumwambia kwamba aitishe kikao. Kwa nini ameenda kukaribisha shirika ambalo wananchi walikataa? Baada ya hela kuingizwa kwenye akaunti ya kijiji cha Elwai,
wananchi walimpigia mwenyekiti simu kwamba kwa nini fedha zimeingizwa kwenye akaunti bila wananchi kuulizia. Wakati kikao alichokiitisha au alichokufanya katika kijiji cha Eluai, alikuwa wanatoa elimu, na baada ya hapo wananchi walimwambia kwamba aitishi kikao aje waeleze kwamba nani amepokea hilo shirika, nani amekaribisha zaidi ya wananchi kukubali. Athibitisha leo mbele ya wananchi leo ambao wako katika kikao hiki ambao tumewaita ili waje waeleze kwamba ni wao ndio waliokuwa wanakataa shirika la carbon, sio sisi viongozi. Hata hivyo, baada ya halmashauri kusikia kwamba wananchi wa kijiji cha Eluai wamekataa shirika la carbon kwa sababu ya hawana elimu, na pia shirika la carbon limewekwa kwenye barabara la mifugo ambalo yalitengwa mwaka 2023 kwa ajili ya malisho. Leo wananchi wameamua kubanana kwa ajili ya malisho yao kwa sababu ndio miradi kikuu cha wananchi au wafugaji wa kijiji cha Eluai. Na baada ya hapo, mimi ni washukuru leo wataalamu ambayo wametumwa na DC wa wilaya waje washuhudie kwamba sio sisi viongozi tunaokataa shirika la carbon, ni wananchi wa Eluai, na ndio waliotuchagua na ndio waliotuweka madaraka na ndio wenye maamuzi. Jina mimi naitwa Milihai Kibori, mwenyekiti wa kijiji cha Eluai. Leo hii tupo kwenye kikao cha mkutano mkuu kwamba hawahitaji, na niko upande wao carbon Eluai nyingi sana wamestaja kule. Kwa hiyo kubwa ni kwamba mimi niko pamoja nao, kwamba kila ambacho wanasema wengi ndio niko upande wao. Asante sana. Sasa huu mradi unahusiana na ile hewa chafu. Wale ile mradi nage yaro ina kijabe rohano. Sasa hii hewa chafu inatoka wapi? Wale chafu ka hiyo bugunyi. Hii hewa chafu inatoka kwenye viwanda. Agaburi arange wandani muhaduru na ngomru. Hii hewa chafu inatoka kutokana na uchafuzi wa mazingira. Mkikata miti, mkichoma, ile hewa, ile moshi inaenda juu. Wale na kijabe rohano ne bugunyi ndungororje na kijaba ke rohano ile ni bugunyi. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo vinachangia kuwepo kwa hewa chafu. Sana na rogiji na bware rogi na robo na kijabe rohano. Lakini hata sisi binadamu wale na asinte yoga romana ukipumua unatoa hewa chafu. Nenda hiyo kijabe na nguto rono. Ndio maana ukimfuata mtu ukampumulia hivi atasikia vibaya. Yaani sija longani beanga kinezo sio hata mwele nguru. Sasa wale na swali linakuja. Ngilikuwa rana lori. Kwa nini tunaenda kufanya biashara ya kwenye hewa chafu na sio hewa safi? Kanyori bekubwase biashara ndio kutohono. Kaje mene kijabe sidaki. Iko hivi, ilina ibunonji. Utaratibu wa sheria za kimataifa, wale mbarakinor ina alona jiki mataifa. Unataka wale wote ambao wanachafua hali ya hewa kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya viwanda vikubwa vilivyoko huko nje ya nchi za wenzetu za wazungu, waliambiwa waache, wafunge viwanda vyao ili wasiendelee kuchafua kule. Sasa wakasema jamani, sisi ndo maisha yetu viwanda. Tukifunga hawa binadamu wataishije? Kwa sababu kule kwenye viwanda ndo mahitaji yetu tunategemea. Tunategemea nguo, hizo simu mlizonazo zinatoka viwandani, magari yanatoka huko, hizo simu mlizonazo zinatoka huko, vitu vyote chungu zao tunatumia vinatoka viwandani. Kuna uhusiano gani kati ya hiyo hewa chafu na haya mazingira tunayoambiwa? Kuna uhusiano gani kati ya hewa chafu na ngaloni zetu ambao wanakula ng'ombe? Sasa iko hivi. Naona haya majani iliyoshika. Naona na huyu mtu. Wale na dire wale babu mmoja robigo na nogo akayewe anda anahitaji maji, akayewe angare anahitaji na hewa safi, akiyumba ngijabe sidai. Huyu ni mtu kama wewe, akarano anya na bila senda kama mimi ene alabeshi bila surwali. Lakini haya majani haka wale na ila kudira ila kama huyu mtu na akayewe ni benye. Sasa haya majani anakula nini?
Kanyana la kujira. Haya majani yanakula ile hewa chafu. Aganya la kujira na kijabe. Inaingia kwenye haya majani ili yaweze kuishi. Agatingere na kijabe na la kujira. Haya majani inahitaji maji kama anavyohitaji mtu. Agayigwa la kujira ngare sidai. Ndio maana wakati wa kiangazi anakufa na kauka. Never ore la mei ne ngare lau. Haya majani ore la kujira yanahitaji mwanga wa jua. Yewa angalangari. Kwa hiyo ni hivyo vitu vitatu vinavyohitajika. Maana yake waboreshe bwana ili ile hewa chafu endelee kuingia zaidi kwenye haya majani. Bwana ile kwa ngana kairo jawa ni kendo honyo ngaba. Sasa wale na rara. Swali linakuja kujiuliza. Bwana ndo kunabonije. Kwa nini kanyo imelenga sasa kwenye ngaloni, kwenye maeneo ya malisho? Kanyo bari langaroni ongisho. Tumelenga kwenye maeneo ya malisho kwa sababu zifuatazo. Kiri langaroni ongisho rondo giringi. Na aresiana. Maeneo ya malisho ni makubwa, warangaroni na sabu, na yana majani mengi. Ni rahisi kukusanya hewa nyingi chafu kuingia kwenye majani kuliko kwenye mti au kwenye mashamba. Kwa sababu maeneo ya mashamba ni machache ukilinganisha na maeneo ya malisho. Sasa basi, haya majani ili yaweze kula zaidi. Kama rafiki yangu hapa, ili aweze kula sana, anahitaji kuwa na njaa. Akiwa na njaa huyu, ndio atakula sana. Sasa haya majani ili yaweze kuingiza hewa nyingi, ili kwamba ng'ombe kule wakila haya majani ni kama wanayatia njaa, ili akunywe hewa nyingi chafu, kwa sababu ile hewa chafu ni chakula chake. Jina naitwa wakili Jafet Ndela Faiza, ni wakili na mwanasheria wa halmashauri ya wilaya. Hususan sisi tulikuwa tumekuja kuweza kutoa elimu kuhusu biashara ya kaboni, ambapo mtaalamu ameweza kueleza wananchi wa Elwai mchakato kufanya hii biashara na faida za biashara hii, amejitahidi kuwaeleza wananchi. Lakini wananchi kwa ujumla wao wamesema kwamba hawahitaji biashara hiyo kwa sababu bado wanaamini ardhi yao ni ndogo, bado wanaitegemea kwa ajili ya malisho na sio kwa ajili ya biashara ya kaboni. Lakini kwa jinsi ilivyo ni kwamba kijiji kimeshakwisha ingia mkataba na kimekwisha ingia mkataba na kampuni ya Soil for the Future, kitu ambacho kinachotakiwa ukiangalia kimndani jumla kwa ujumla utagundua kwamba kilichokosekana hasa ni elimu, kitu ambacho na sisi kama wataalamu tunakuwa tunajitahidi kuja kutoa elimu mara kwa mara ili kuhakikisha mpaka wanakijiji wote waweze kuelewa mmoja mmoja, hatimaye serikali ya kijiji itambue ili kuweza kuendelea na hii biashara. Kwa sababu biashara hii ni biashara mpya ambayo pia inahitaji uelewa, sio tu wanakijiji wa Elwai ambao hawawezi kuwa wanaielewa, lakini hata kuna watu kutoka mjini bado hawajaweza kuielewa. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kuendelea kutoa elimu kwa nyakati tofauti ili kuhakikisha wananchi wote wanaelewa biashara hii. Ushauri wangu mimi kwa jamii ya watu wa Elwai ni waweze wasikatae huu mradi kwa sababu ni mradi upo kwa faida yao, na ninachotamani tu waendelee kupata elimu, waendelee kutukaribisha wataalamu kuendelea kuwaelimisha kuhusiana na biashara ya kaboni, kwa sababu ni kitu kizuri na hakijaanzia kinakuwa regulated na ofisi ya makamu wa rais. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwa ajili ya kulinda mazingira, lakini kinakuwa kina faida kwa kijiji, lakini pia kina faida kwa halmashauri kwa ujumla.